Habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania usiku wa leo. Habari mbaya za kutatanisha zimefichuka huku aliyekuwa jaji Warioba akitishiwa na kukatizwa maisha yake baada ya kuingilia siasa na kupiga vita swala hili. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imeingia katika hali ya kutatanisha sana na kutotulia kufuatia kufichuka kuwa waziri mkuu wa zamani na jaji mkuu wa zamani mstaafu Joseph Sinde Warioba anadaiwa kukabiliwa na vitisho vikali vya maisha yake. Madai hayo ambayo yamezua wasiwasi na mijadala mikubwa yanaibuka wakati mvutano wa kitaifa tayari uko juu kutokana na mizozo inayoendelea kuhusu utawala Tanzania, uadilifu wa kikatiba na mwelekeo wa nafasi ya kidemokrasia ya nchi, huku Warioba akiwa mtu mwenye sauti ambaye anazungumza mara kwa mara dhidi ya serikali. Jaji Warioba sasa anafichua kwamba kuna watu ambao hawajulikani wanatishia maisha yake. Warioba, mtu mashuhuri katika historia ya sheria na kisiasa ya Tanzania, anajulikana sana kwa msimamo wake thabiti kuhusu utungaji katiba, uwajibikaji, haki na uongozi wa kimaadili. Uingiliaji wake wa hivi majuzi wa umma juu ya masuala ya kisiasa Tanzania, haswa wale wanaokosoa uanzishwaji tawala, sasa imeripotiwa kumweka katika mazingira magumu na hatari kwa maisha yake. Kulingana na akaunti zinazoenea katika uwanja wa umma na mitandao ya kijamii, inasemekana kwamba anatishiwa maisha yake sasa hivi. Taarifa zilizochapishwa na gazeti maarufu la Tanzania la Mwanahalisi zinaeleza kuwa Warioba amefunguka wazi kupokea vitisho kwa maisha yake vya aina yake, huku akionya kuwa maisha yake yanaweza kukatishwa wakati wowote kwa sababu ya misimamo yake ya wazi ya kisiasa. Uzito wa madai hayo umewashtua Watanzania wengi kutokana na hali ya Warioba kuwa kiongozi wa serikali anayeheshimika ambaye amelitumikia taifa la Tanzania katika ngazi za juu za serikali na mahakama. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Warioba ameeleza kuwa vitisho hivyo ni tofauti na alivyowahi kuvipata huko nyuma, hata nyakati za mapambano makali ya kisiasa. Ufichuzi huu umeibua kengele miongoni mwa watetezi wa haki za binadamu Tanzania na nje ya Tanzania, wataalamu wa sheria pia na raia wa kawaida ambao wanaona vitisho hivyo kama ishara hatari kwa afya ya demokrasia ya taifa la Tanzania. Licha ya hofu kwamba vitisho hivyo vingeweza kuzalisha kwa kawaida, Warioba anasawiriwa kama mshupavu na asiyetikisika. Inasemekana alieleza kuwa amekabidhi maisha yake kwa Mungu na hata acha kile anachoamini kuwa ni wajibu wake wa kimaadili na wa kiraia wa kuzungumza mambo yanayohusu mustakabali wa nchi. Mkao huu umefasiriwa na wafuasi kama onyesho la ujasiri adimu na usadikisho wa maadili. Mtazamaji, hali hiyo sasa imezua hisia kali kutoka kwa vigogo wa upinzani, hasa Chadema, hasa pia mwanasiasa Godbless Lema ambaye hadharani amejiweka sawa na Warioba. Kuingilia kati kwa Lema kumeinua suala hilo kutoka kwenye wasiwasi wa usalama binafsi hadi kwenye mjadala mpana wa kitaifa kuhusu uhuru wa kujieleza, uvumilivu wa kisiasa na usalama wa sauti zinazopingana. Mtazamaji, kulingana na chapisho hilo lake, Godbless Lema kupitia mtandao wake wa kijamii wa X aliweza kuchapisha ripoti hiyo ya gazeti la Mwanahalisi ambalo liliweza kusema, ninatishiwa, jaji Warioba asema maisha yake ameyakabidhi kwa Mungu. Hata hivyo, Godbless Lema aliandika hivi nikimnukuu, kutofautiana kimaoni sio uhalifu, wala hakumpi mtu au kundi lolote haki ya kutumia vitisho, hofu au nguvu. Taifa linaloheshimu sheria haliwezi kuvumilia mazingira ambayo wazee, viongozi au raia yoyote anatishiwa kwa sababu ya msimamo au kauli yake. Mzee Warioba, usinunue uoga, hata kama wanakuzuia kwa bei nafuu. Mungu na umma uko nyuma yako, haki itasimama. Kupitia mawasiliano yake kwa umma, Godbless Lema amelaani vikali matumizi ya vitisho dhidi ya watu wanaotoa maoni ya kuwakosoa walio madarakani au serikali. Amesisitiza kuwa kutofautiana kwa maoni si kosa na kwamba kuwanyamazisha wakosoaji kwa njia ya uoga au vitisho kunadhoofisha misingi ya jamii ya kidemokrasia ya Tanzania. Godbless Lema pia ametaka kumtia moyo Warioba kutoingiliwa na uoga au hofu, akionyesha vitisho hivyo kuwa ni kutaka kutisha badala ya kuakisi mamlaka ya kimaadili au kisheria. Kwa kufanya hivyo, ameweka hali hiyo kuwa ni mapambano kati ya ukweli na mabavu, akimtaka jaji Warioba huyo wa zamani kubaki imara kwa ajili ya taifa. Mzozo unaozingira vitisho unakuja huku kukiwa na kuongezeka kwa uharakati wa kisiasa na madai mapya ya uwajibikaji, haki pamoja na mageuzi
mageuzi ya kidemokrasia. Hata hivyo, mtazamaji, wachambuzi wanaona kuwa shutuma za hivi karibuni za Jaji Warioba kuhusu uanzishwaji wa kisiasa, hasa upinzani wake dhidi ya serikali ya CCM ya Samia Suluhu inayosimamia masuala muhimu ya kitaifa, huenda zikazidisha chuki dhidi yake. Gazeti la Mwanahalisi limedokeza zaidi kwamba huenda kukawa na maslahi makubwa zaidi ya kisiasa na kiuchumi, likidokeza kuporomoka kwa makubaliano au mivutano ya ndani ya madaraka inayohusishwa na hali ya sasa ya mvutano. Ingawa maelezo yanabakia kutoeleweka, minong'ono kama hiyo imechochea uvumi kuhusu nani anaweza kufaidika kwa kunyamazisha sura kama ya Warioba. Watanzania wengi sasa wanauliza maswali magumu kuhusu nani angedhubutu kumtishia mtu mwenye rekodi kubwa na historia ndefu Tanzania serikalini na historia ndefu ya utumishi na uadilifu namna hii nchini. Wazo kwamba waziri mkuu wa zamani na jaji wa zamani mkuu Warioba wanaweza kuhisi kuwa hayuko salama limezidisha hofu kwamba hakuna mtu anayelindwa kikweli wakati kutovumiliana kwa kisiasa kukita mizizi Tanzania. Watetezi wa haki za binadamu wanahoji kwamba ikiwa vitisho dhidi ya watu mashuhuri wa kisiasa na wa kitaifa vitashughulikiwa, raia wa kawaida ambao hawaonekani sana wako hatarini zaidi. Kwa mtazamo huu, hali ya Warioba haionekani kama tukio la pekee, lakini kama kielelezo cha hali ya hofu ambayo inaweza kuenea bila kudhibitiwa. Kosekana kwa mawasiliano ya haraka na ya wazi kutoka kwa vyombo vya usalama vya serikali kuhusiana na vitisho vinavyodaiwa kumezidisha wasiwasi wa umma. Wito unaongezeka kwa mamlaka kuchukua suala hilo kwa uzito, kuchunguza madai hayo kwa kina na kutoa ulinzi wa kutosha kwa Warioba na wengine ambao wanaweza kuwa hatarini au maisha yao kutishiwa. Hii ya Godbless Lema imetafsiriwa kwa kiasi kikubwa kuwa ni wito wa moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania kuwajibika ipasavyo na kuhakikisha usalama wa viongozi wastaafu na wananchi wote bila kujali mitazamo yao ya kisiasa. Ujumbe wake unasisitiza imani kwamba kulinda upinzani ni muhimu ili kuzuia mmomonyoko wa amani na utulivu. Wakati mjadala ukiendelea, usalama binafsi wa Warioba umekuwa alama ya mapambano mapana juu ya mwelekeo wa kidemokrasia wa Tanzania. Wafuasi wanahoji kuwa kutishia mzee Warioba anayeheshimiwa kwa kuzungumza hutuma ujumbe wa kutia moyo ambao unadhoofisha imani katika taasisi na kukatisha tamaa mazungumzo ya kitaifa ya uaminifu. Hatimaye hali inayojitokeza inaiweka nchi katika hali mbaya. Jinsi serikali inavyojibu madai haya, iwe kwa kunyamaza, kukataa au hatua madhubuti ya ulinzi, itaangaliwa kwa karibu kama kipimo cha kujitolea kwake kwa haki, uvumilivu na utawala wa sheria, wakati ambapo misingi ya kidemokrasia ya taifa inaonekana kuwa tete. Mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na tishio hili la maisha kwa jaji mstaafu Warioba. Vilevile nijuze maoni yako kuhusiana na ripoti hizi, alafu like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.